الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametuchagua sisi kuwa ni miongoni mwa wale ambao waliopata bahati ya kuitikia wito kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala ya Ijumaa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayapokee yote ya kheri tunayoyatenda na ayaweke katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika siku ya leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikisha, hutuba yetu itatueleza namna gani mwanadamu analazimika kutengeneza mahusiano yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu katika imani, kwa nini tumechagua mada hii ya kuwa mwanadamu siku zote anatakiwa akupie na kuwekeza juu ya kutengeneza mahusiano? Hili ni kwa sababu katika viumbe aliowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiumbe mwanadamu amemfanya kuwa ni kiumbe dhaifu kuliko viumbe vingine vyote. Mwanadamu anazidiwa na viumbe wengi sana katika uimara, kiasi akawa umbile la mwanadamu anaitwa kuwa ni madani. Al-insanu madaniyun bitabii, kiasili mwanadamu ni mwanajamii. Tukisema kuwa mwanadamu ni mwanajamii, tunamaanisha kwamba ni kiumbe asiyejiweza, asiyejitosha kuyaendesha yanayomzunguka kwa kuitegemea nafsi yake. Mwanadamu hakupewa uwezo huo, tofauti na viumbe vingine. Wanyama pori, wanyama wa kufugwa wanatofautiana sana na mwanadamu. Leo hii mnyama paka ana uwezo wa kuyaishi maisha ya kwake na wala yasimtoe katika umbile la paka, hata kama hajapata msaada wa aina yoyote kutoka katika jamii ya paka wenzie, tofauti na mwanadamu. Chukua mfano, mchukue paka akiwa ndiyo kwanza amezaliwa, ukamtoa kwa mama yake
ukawa unamfuga nyumbani kwako, asione jamii ya paka wenzie, lakini hilo halitamtoa paka uishi katika tamaduni na mazingira wanayoishi paka wenzie wanaoishi katika ujamii wao. Bado ataendelea kuishi maisha yale yale. Lakini sio paka tu, bali mtafute hata mnyama mwingine yeyote yule, mweke na jamii isiyokuwa yake, lakini hutomkuta akiishi maisha yasiyokuwa ya jamii yake. Sura hiyo haipo kwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya huyu mwanadamu ili ayaishi maisha ya kibinadamu, ni lazima aungane na wanajamii yake, lazima aishi na wanadamu wenzie. Na iwapo atajaribu kutoishi na wanadamu wenzie, kutohitaji msaada kutoka kwa wanadamu wenzie, kuna hatari kubwa ya kutoishi maisha ya kibinadamu. Hatoweza kula, hatoweza kuvaa, hatoweza kuishi katika nyumba ambayo ni maweko ya wanadamu kama hakupata msaada kutoka kwa wanadamu wenzie. Ili yale lazima kilimwe hicho kinacholiwa. Ili alime lazima atumie nguvu ya wanadamu wenzie. Ili avae lazima avae nguo iliyotengenezwa na wanadamu wenzie. Wakadhalika katika kila hali. Kupitia hilo tukasema al-insanu madaniyun bitabii, kiasili mwanadamu ni mwanajamii. Ili aweze sasa kupata hivyo anavyovihitaji vimweke katika weko la kibinadamu, lazima atengeneze mahusiano mazuri, lazima aelewane na wanadamu wenzie waweze kumsaidia ayaishi maisha ya kibinadamu. Kupitia hilo ndiyo maana tukachagua maudhui kwamba ni lazima mwanadamu awekeze katika kutengeneza mahusiano mazuri yeye pamoja na jamii yake. Ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni utangulizi wa maudhui ninayokusudia kuisema leo. Mahusiano ninayoyakusudia mimi zaidi hayaishi katika mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu mwenzie tu, bali yanakwenda mbali zaidi. Kwa unyonge wa mwanadamu analazimika atengeneze pia mahusiano mazuri baina yake yeye na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na msingi wetu ni ule ule tu kwamba mwanadamu kiasili hawezi kuishi pasi na kuhitaji msaada. Mwanadamu hajitoshi hata awe na nguvu kiasi gani, kufika hatua atahitaji msaada kutoka kwa wanadamu wenzie. Lakini hufika hatua hata wanadamu wenzie nao wakashindwa kumsaidia, lazima ahitaji msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ili usaidiwe na Allah, lazima utengeneze mahusiano mazuri baina yako wewe na huyo Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo kila mmoja wetu anaamini hawezi kupata msaada kutoka kwa wanadamu wenzie ila kwa kutengeneza mahusiano mazuri, na ndivyo hivyo unaweza ukakosa kupata msaada kwa Mungu mpaka kwanza utengeneze mahusiano mazuri baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili niwape mfano kidogo
katika hadithi mashuhuri sana iliyoelezwa na Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma. Katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yupo sahaba mmoja anaitwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ni sahaba mashuhuri sana, ni sahaba aliyemganda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukitaja jopo la masahaba wakubwa, huwezi kumsahau Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ni mdogo umri ukimlinganisha na masahaba wengine, lakini ni mkubwa ilmu, ni mkubwa uchamungu, ni mkubwa kwa mapenzi na kujaribu kumuiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahaba huyu amezaliwa mwaka wa 10 kabla hijratil Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Mwaka wa 10 kabla ya Mtume kuhamia Madina, yeye anazaliwa. Ameslimu akiwa kabla hajaingia balighi. Ameanza kushiriki katika vita akiwa na umri wa miaka 15. Tena mwenyewe alikuwa anahitaji kushiriki vita akiwa na umri wa miaka 13. Waislamu wanataka kupigana vita vya Badri. Abdullah ibn Umar anamuomba Mtume, na mimi nataka nishiriki. Mtume anamwambia, bado umri wako mdogo, subiri. Mwaka uliofuata ghazwatu Uhudi, anamuomba tena Mtume, nami ninataka kushiriki. Ana miaka 14. Mtume anamwambia, bado umri wako mdogo. Mwaka unaofuata ghazwatul Khandaq, ana miaka 15. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamruhusu ashiriki katika vita hivyo. Ni sahaba kipenzi cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zilizopokelewa kutoka kwa sahaba huyu 2630. Leo tutaisoma hadithi moja ikiwa ni mfano wa mafanikio katika kutengeneza mahusiano mazuri baina ya mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alikaa na masahaba zake akiwemo Abdullah ibn Umar. Akaamua awahadithie kisa cha watu waliofanikiwa kwa sababu ya kutengeneza mahusiano mazuri. Kisa chenyewe kipo hivi: intalaqa 3 nafarin mimman kana qablakum. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaambia, katika watu wa zamani kiliwahi kutoka kikundi cha watu 3. Walikuwa wanakwenda safari bali, lakini jua likazama kabla hawajafika safari yao. Fa'awahumul mabitu ila ghari. Walipotazama pakulala hakuna, basi wakashauriana waingie katika pango walale humo. Hakuna mji, hakuna watu. Wakiwa wameingia katika pango ili wamalize usiku wao, fanhadarati sakharatun min aljabali fasaddat alayhimul ghar. Jiwe lilishuka kutoka juu ya mdomo wa pango likateremkia katika mdomo na likaziba mlango wa pango, hakuna anayeweza kutoka. Watu 3 wale wakaamua kutumia nguvu zao kulisukuma lile jiwe. Hakuweza kufanikiwa. Jiwe zito, jiwe kubwa, halitoki.
lakini wakatazama huenda wapige mayowe, kuna atakayesikia. Hakuna wa kusikia. Wako wao kama wao, akili zimewaishia, nguvu zimewaishia, ujanja umewaishia, hakuna yeyote anayeweza kuwasaidia. Na ndipo niliposema kwamba mwanadamu awe atakavyokuwa bado hajitoshi katika mahitaji yake yote, lazima apate msaada kutoka nje. Hapa msaada wa kibinadamu sasa hakuna. Msaada pekee uliosalia ni msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walikaa wakashauriana, wakasema innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Kwa hakika hakuna chochote kitakachoweza kuwasaidia kutoka katika pango hili na jiwe hili, ila kila mmoja akumbuke mahusiano yake mema na Mungu. Alifanya jambo gani la kumfurahisha Mungu, alafu mumuombe kwa kupitia matendo yenu mema aweze kukusaidia. Wakakubaliana, ni kweli, tukumbuke kila mmoja avute kumbukumbu nini alifanya kilichomsogeza karibu na mapenzi ya Mungu, akitaje hicho ili aweze kutoka katika pango. Wako watu watatu, mmoja anaanza anasema, Allahumma innahu kana li abawani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala fanaa bi falahu shajari yawma falam uri alayhima hatta nama. Anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma, ewe Mola, innahu kana li abawani shaykhani kabirani, nakumbuka nilikuwa nina wazee wangu watu wazima sana, hawajiwezi, mahitaji yao yakawa yanaendeshwa na mimi. Nami katika niliyojiwekea kwa wazee wangu, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala, ilikuwa ni marufuku nyumbani kwangu kuanza kupata chakula yeyote kabla ya wazee wangu, hali mtoto, hali mke, hali yoyote, hata mtumwa wangu, mpaka kwanza wazee wangu wale ndio wanakula watu wengine. Huo ulikuwa ndio utaratibu wa maisha yangu. Lakini ilikwenda fanaa bi talabu shajari yauma, siku moja nikawa nina shida ya miti. Katika kutafuta miti nikenda mbali sana, falam uri alayhima hatta nama, sikurudi mapema. Niliporudi nikakuta wazazi wangu wameshalala wakiwa hawajala, hali ikiwa ndiyo hiyo. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, nikawaandalia kile chakula chao. Ninakwenda mlangoni, wameshalala na wameshafunga mlango. Sasa nikawa ninajiuliza, nigonge mlango wazazi waamke wale, alafu niwape watoto? Nikakumbuka aliyelala ni baba pamoja na mama, kugonga mlango si adabu. Lakini je, niwapatie chakula watoto wangu? Nikaona hapana, lazima kwanza wale wazazi wangu. Cha kufanya ni nini? Falabitu antadhiru istiqadhahuma walqadahu ala yadi hatta barika alfajru, nikaamua kusimama pembezoni mwa mlango wao nikiwa ninasubiri waamke, hali ya kuwa watoto wangu wanalizana, njaa inawauma. Wazazi hawakuamka mpaka ilipochomoza alfajiri, nami nikiwa ninasubiri wao waamke. Walipoamka nikawapa chakula chao, alafu sasa nikawageukia watoto. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi
min hadhihi sakhra, la kwangu mimi ndiyo hilo nililokuwa ninalifanya. Sasa ikiwa nimeyafanya kwa ajili ya kutaka radhi zako, ninakuomba utuondolee tatizo tulilokuwa nalo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, fanhadarati sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruja min, iwe likasogea kidogo lakini hawawezi kupenya. Mtu wa pili naye akawa anakumbuka alitengeneza lipi linalomsogeza karibu kwa Mola wake, akamwambia Allahumma innahu kanat libnatu ammi, ewe Allah, nilikuwa nina binti wa ammi yangu, kanat ahabba nasi ilayya, nilikuwa ninampenda sana, fa aradtuha an nafsiha, siku moja nikamtaka nifanye naye machafu, nikamtongoza mtoto wa ammi yangu, lakini alinikataa. Basi kwa kuwa ni jambo la khiari, sikuwa na budi nikaridhika na kukubali na maamuzi yake. Lakini hali ikiwa ndiyo hivyo, siku moja akabanwa na shida, hakuna wa kutatua tatizo lake ila mimi, akanifata. Aliponifata nami nikakumbuka shida yangu ile, nikamwambia nitakusaidia ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, lakini kwa sharti anikubalie yale mahitaji yangu. Ana shida, akakubali. Alipokubali tukatafuta eneo kwa ajili ya kuyafanya hayo machafu. Anasema falamma qa'adtu baina rijlaiha, nilipoiseti na kukaa katikati ya miguu yake kwa ajili ya kuyafanya hayo machafu, alisema yule binti wa ammi yangu, ittaqillah wala tafudha al-khatama illa bihaqqihi, muogope Mungu, usije ukaifungua pete kwa maana ukaiondoa bikra isipokuwa kwa haki yake, kwa maana ya ndoa. Alipoyasema maneno hayo, hapo hapo nilijihisi tabu, nikachukua nguo zangu nikazivaa, na kile alichokihitaji nikamuachia. Ilikuwa ni dinari 120, zote nikamuachia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi, ikiwa nimelifanya kwa radhi zako, basi tuondolee tatizo tulilokuwa nalo. Fanhadarati sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruja min, iwe kweli likasogea lakini bado walishindwa kutoka, amebakia mtu mmoja. Mtu yule wa mwisho akasema, Allahumma, ewe Mola, istajartu ujaraha, nilikuwa nina kibarua mimi, nikawaajiri nikawapa kazi watu kadhaa. Baada ya kumaliza kazi zao nikawapa haki zao, kila mmoja nikamlipa haki yake. Ghaira rajulin wahid, kasoro mtu mmoja tu, taraka alladhi lahu wa dhahaba, aliacha haki yake akaondoka zake. Alipoondoka, fathamartu ajrahu, nikazalisha yale malipo yake, kwa maana nikayaingiza katika mzunguko wa harakati zangu, hata kathurat minhu al-amwal, mpaka mali zikawa nyingi kupitia mshahara wake. Min al-ibili wal-bakari wal-ghanami wal-abid, gamia, ng'ombe, mbuzi, watumwa, mali zikawa nyingi. Ulipopita muda mrefu, yule bwana akarudi. Alipokuja akasema, ya Abdallah, addi ilayya ajri, nipe haki yangu, nipe malipo yangu. Nami nikamwambia, kullu ma tarahu min ajrika, kila unachokiona hapa, ng'ombe, watumwa, nini, vyote ni vya kwako, chukua. Yule akaniambia, la tastahzibi, sitaki unifanyie maskhara, nataka haki yangu. Nimefanya kazi, huku nilipa, nimepata haki yangu. Nikamwambia, la astahzibi,
sikufanyii istihza, zote chukua, ni za kwako. Anasema fa akhadhahu kullahu wastaqahu wa lam yatruk shay'an minhu, aliswaga vyote akachukua, hakuacha hata kitu kimoja, nami nikiwa radhi kabisa amechukua haki yake. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi, ikiwa niliyafanya yale kwa ajili ya kutaka radhi zako, tutanzulie tatizo tulilokuwa nalo. Fanya hadarati lile jiwe likawa limesogea pale. Liliposogea, watu watatu wale wakawa wametoka na kuendelea na safari zao. Ndugu yangu katika imani, tumeileta hadithi hii aliyoisema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kila mmoja ambatanishe na mikwamo aliyokuwa nayo. Inawezekana ukawa umetengeneza mahusiano mazuri na jamii inayokuzunguka, labda viongozi, labda marafiki, labda jamaa, labda nani, lakini hukutengeneza mahusiano mazuri baina yako wewe na Mola wako. Mwanadamu si katika viumbe wanaojitosha. Hata kama watakuungana kwa umoja wao wote, lazima wapate msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutengeneze mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu ili ziweze kutatuka shida zetu. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil azizil hakim. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bila ya shaka tumeisikia khutba ya awali ikiwa inatueleza namna gani tutatue shida na matatizo tuliyokuwa nayo kwa kuimarisha mahusiano yaliyokuwa mazuri baina yako na wanadamu wenzio, baina yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Lakini zaidi ya yote, mahusiano yaliyokuwa bora zaidi ni mahusiano na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuwa tayari kuvunja mahusiano na yeyote yule kwa sababu ya kuimarisha mahusiano na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanadamu wana mipaka katika kukusaidia, wana mipaka katika msaada wa dunia, lakini akhira hawataweza kukusaidia chochote ila ni mahusiano yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ajabu mwanadamu ikawa anatumia nguvu kubwa sana kutengeneza mahusiano yake na wanadamu wenzie, alafu mahusiano yake na Mola wake anayafanya kuwa ni mahusiano ya ziada. Na ndivyo tunavyoishi wanadamu. Tazama, hata mwanadamu katika kujitolea mambo ya kheri, akitoa sadaka, basi ni ziada baada ya kutengeneza mahusiano yake
yeye na wanadamu wenzie. Kinachozidi ndo anachokifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa anafanya ibada, basi muda wa ziada ndio anaotoa kwa ajili ya ibada baada ya kuwa ameshamaliza mahusiano yake na wanadamu wenzie. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie minal ladhina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم عن الخلفاء الكرام خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن سائر الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.